Mtazamaji, karibu kutazama makala hii mwanzo hadi mwisho inayoangazia faida na masoko ya mazao haya ya choroko na mbaazi. Ni mimi msimulizi wako Aloisia Muhina. Choroko na mbaazi, jamii ya mikunde, ni mazao ya chakula na biashara yanayostawi katika udongo wa aina tofauti tofauti, lakini zao la choroko ni zao linalostahimili ukame pamoja na zao la mbaazi. Tuliweza kutembelea taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Ilonga, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro. Na hapa mtazamaji, twende tukamtazame Maria Msungu, afisa kutoka kituo cha TARI Ilonga, anatueleza. Kwa majina anaitwa Maria Benito Msungu, ni mtumishi wa kituo cha utafiti wa kilimo Tanzania, kituo cha TARI Ilonga, kilichopo wilaya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Katika kituo chetu cha utafiti wa TARI Ilonga, tuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika ndani ya kituo chetu, ikiwemo ni shughuli za utafiti wa kilimo, lakini pia uhaulishaji wa teknolojia. Katika moja wa kazi tunayoifanya katika utafiti wa kilimo ni pamoja na uzalishaji wa zao la choroko. Katika uzalishaji wa zao la choroko zipo aina mbalimbali ambazo zinazalishwa katika kituo chetu, ikiwemo TARIGRAM 1, TARIGRAM 2, Nuru na Imara. Katika kituo chetu mazao haya yanayofanywa tafiti, lengo ni katika kujua ni namna gani yanaweza kukinzana na magonjwa, lakini urutubishaji wa udongo kwa upande wa matumizi ya mbolea. Je, unazifahamu faida za zao la choroko? Maria Msungu, afisa kutoka kituo cha TARI Ilonga, anatueleza. Zao la choroko lina faida kwa mtumiaji. Mojawapo ni kuongeza, ni chanzo cha viinilishe katika mwili wa binadamu, lakini pia vile vile kwa wamama inawasaidia kurutubisha, kuongeza damu, hasa wale wamama wajawazito, lakini pia na watoto. Lakini pia ni chanzo cha kuongeza kipato kwa familia, kwa maana inaenda kupunguza umaskini. Lakini pia vile vile zao la choroko linaenda kusaidia katika kurutubisha udongo, hivyo linafaa hata katika maeneo ambayo yana mvua chache. Je, uchukua muda gani zao hili la choroko chini ya ardhi pale mkulima anapopanda hadi anapovuna? Hili la choroko kutoka kupanda mpaka kuvuna linachukua miezi miwili. Hivyo mkulima ana uwezo wa kuandaa shamba lake na kupanda kuanzia kipindi kile cha mvua zinapoanza kukaribia kuisha, na baada ya miezi miwili kuweza kuvuna. Na kwa ekari moja kwenye zao hili la choroko mkulima ana uwezo wa kupata gunia 6 mpaka 7 la mavuno ya zao la choroko. Je, ni vipi upande wa soko kwa zao hili la choroko? Soko ni kubwa ndani na nje ya nchi. Nje ya nchi, hasa bara la Asia, limekuwa na uhitaji mkubwa wa zao hili la choroko. Hivyo tutakapozalisha kwa kasi na kwa ubora zaidi, ndipo tutakapofanya zao hili lizidi kukua kubwa ndani na nje. Zao la choroko linaongeza pato kwa mkulima, kwa mfanyabiashara mdogo na mfanyabiashara mkubwa, kwa maana linaenda kuongeza uchumi wa familia, uchumi wa mdogo, uchumi wa kati, na kuweza kwenda kufikia uchumi mkubwa. Mtazamaji, tumetoka kuangazia zao la choroko na sasa hebu tutazame zao la mbaazi. Afisa Maria Msungu anaeleza tafiti la zao hilo pamoja na aina ya zao hilo la mbaazi pamoja na faida zake. Kwenye tafiti zetu za zao la mbaazi, tuna mbaazi za aina tofauti. Tuna mbaazi ya muda mrefu, tuna mbaazi ya muda mfupi na muda wa kati. Mbaazi ya muda mfupi ni aina ya komboa, ambayo yenyewe kutoka kupandwa mpaka kuvunwa inachukua muda wa miezi 4. Lakini pia tuna mbaazi ya muda wa kati ambayo ni tumia, lakini pia tuna Ilonga 14M1 pamoja na Ilonga 14M2. Hizi zinachukua muda wa miezi 5 mpaka 6 kutoka kupanda hadi kuvuna. Lakini pia tuna mbaazi ya zao la muda mrefu, ziko za aina 3 ambayo ni kiboko, karatu pamoja na
mali. Aina hizi zote kuu 7 ni za aina za mbaazi ambazo mkulima ana uwezo wa kuchagua kulingana na mahali alipo na eneo analotumia kulima na kuzalisha, itakayoona inamfaa aweze kuzalisha mbaazi hizo. Zote hizi zina faida kuu kwa mkulima ama mtumiaji wa mbaazi. Moja ya faida ambayo anaweza kuipata mtumiaji wa zao la mbaazi, kwanza ni inaongeza protini mwilini kwa binadamu. Lakini pia vile vile mbaazi inaongeza kipato. Ni zao ambalo linaenda kuondoa umaskini kwa mkulima wa zao hili au mfanyabiashara wa zao hili la mbaazi. Lakini zao hili la mbaazi lina uwezo wa kuongeza rutuba kwenye udongo. Hivyo atakayeweza kulima zao hili la mbaazi atapata faida ya kurutubisha udongo wake pale atakapokuwa analitumia. Faida nyingine ya zao la mbaazi wa muda wa kati na muda mrefu, na uwezo mkubwa wa kuchanganya na mazao mengine ya nafaka. Mazao haya ya muda wa kati ya mbaazi una uwezo ukachanganya na zao aina ya mahindi, lakini pia anaweza ukachanganya na zao la aina ya mtama. Lakini tunamshauri mkulima huyu atakayehitaji kuchanganya mazao hili kwa faida yake zaidi, ni vyema akaangalia ni mbegu gani ambayo itaweza kukomaa kwa haraka ili aweze kuvuna na kuacha mbaazi iendelee kukaa shambani hadi pale itakapokomaa. Ili baada ya mavuno zao la mbaazi linapobaki shambani basi liweze kupata nafasi ya kutanuka matawi yake kwa ajili ya kuweza kubeba vitumba kwa nafasi, lakini pia kupata jua na kwa maana ya mwanga wa jua ili iweze kukomaa na kuwa imara na bora zaidi kwa mavuno yanapofika muda wake. Sambamba na hilo, katika uzalishaji wa zao hili la mbaazi, soko lipo linapatikana na ni kubwa sana. Hivyo tunawahamasisha na kuwasihi wakulima na wadau mbalimbali waweze kuongeza kasi ya kuzalisha, kwani upatikanaji wa mbegu wa zao hili la mbaazi umekuwa ni mkubwa na umekuwa una uhitaji mkubwa kwa watu. Hivyo hata wadau wale wanaohitaji kupata mbegu hii ya zao la mbaazi na hawajui waelekee wapi, wasisite kufika kwenye taasisi yetu ya utafiti wa kilimo TARI Ilonga, basi waweze kupata maelekezo ni namna gani wafanye ili waweze kupata aina bora ya mbegu hii ya mbaazi kwa uzalishaji. Zao la mbaazi limekuwa na uhitaji mkubwa, kwani hata watumiaji wamekuwa ni wengi na wameipenda zao hili la mbaazi, kwani linatumika hata kwa wanafunzi mashuleni, lakini pia linatumika hata kwenye maeneo nje ya nchi. Upatikanaji umekuwa ni mkubwa wa soko la nje, uhitaji umekuwa ni mkubwa wa soko la nje. Hivyo wakulima waongeze kasi, tunawasihi wasisite kulima zao hili katika maeneo makubwa kwa kuhofia soko. Soko ni kubwa na linapatikana ndani na nje ya nchi. Nicholas Shokela ni afisa kilimo mwandamizi kutoka kituo cha TARI Ilonga wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Anaeleza aina mbalimbali ya mazao ya jamii ya mikunde. Hebu tutazame akielezea mazao hayo. Kwa majina naitwa Nicholas Shokela, afisa kilimo mwandamizi kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Ilonga. Kituo cha Ilonga kina shughuli kuu 3 ambazo ni kufanya utafiti, lakini baada ya kufanya utafiti hizo tafiti zinatakiwa ziwafikie wadau kwa maana ya uhaulishaji wa teknolojia. Lakini vile vile tunafanya kama kushauri watunga sera. Kwa upande wa utafiti tunafanya tafiti za mazao mbalimbali ikiwemo mazao jamii ya mikunde. Napozungumzia mazao jamii ya mikunde, ni mazao yote ya jamii ya mikunde isipokuwa maharage. Kwa hiyo tunapozungumzia mazao jamii ya mikunde isipokuwa maharage, ni kama mazao ya mbaazi,
choroko pamoja na kunde. Lakini kwa leo ningependa tuzungumzie faida za mazao mawili kwa maana ya choroko pamoja na kunde. Kwa hapa kituoni tuna choroko aina 4 kwa maana ya tuna aina ya choroko inayoitwa Imara, tuna choroko inayoitwa Nuru, lakini tuna choroko inayoitwa Taligram 1 na Taligram 2. Aina hizi za choroko zinafaa kwenye maeneo yenye mvua kidogo na mvua nyingi kidogo. Kwa hiyo ni mazao ambayo yanahimili ukame. Na je, vipi katika upande wa kipato kwa mtu mmoja mmoja? Uhakika wa soko vipi? Kipato cha mtu mmoja mmoja inasaidia katika kuongeza uchumi. Mazao ya choroko kwa sasa hivi yamekuwa na soko kwa maana kwa soko la ndani. Kwa soko la ndani kwa hapa Morogoro kuna kiwanda ambacho kipo ambacho kinahusika na uchakataji wa mazao ya jamii ya mikunde ikiwemo choroko. Lakini kwa upande wa nje ya Tanzania kwa maana kwa nchi ya nje, bara la Asia, zao hili limekuwa likihitajika kwa wingi na limekuwa linavutia wawekezaji mbalimbali ambao wanakuja kwenye nchi yetu. Kwa Tanzania zao la choroko linalimwa hasa kwa upande wa Morogoro, lakini mkoa wa Mtwara na mikoa ya kanda ya Ziwa kwa maana ya Mwanza, Geita, Shinyanga pamoja na Simiyu. Kwa hiyo nasisitiza kwamba wakulima waweze kulichangamkia hili zao kwa sababu limekuwa na soko kwa upande wa ndani, lakini vile vile kwa upande wa masoko ya nje. Kwa hiyo kama wanahitaji mbegu bora za zao hili zinapatikana katika kituo cha Ilonga. Kwa hiyo wakulima pamoja na wadau wengine makampuni tunawakaribisha ili waweze kufika na kuchukua mbegu hizi ambazo zimefanyiwa utafiti na ambazo zinastahimili mabadiliko ya tabia nchi. Lakini vile vile tuna mazao ya mbaazi. Kama mnavyojua kwa sasa hivi mbaazi ndio kama habari ya mjini. Wakulima wengi sana sasa hivi wamechangamka hiyo fursa. Sasa na sisi kama kituo hatujakaa nyuma kwa maana tumekuja na mbegu ambazo zinakidhi hitaji la soko. Tuna mbaazi za muda mfupi, tuna mbaazi za muda wa kati, lakini na mbaazi za muda mrefu. Mbaazi za muda mfupi zenyewe zinakomaa kwa muda wa miezi 4 tangu kupandwa, lakini kwa mbaazi za muda wa kati zenyewe zinachukua kuanzia miezi 5 mpaka miezi 6, lakini mbaazi za muda mrefu hizi zenyewe zinachukua kuanzia miezi 7 mpaka miezi 8. Shokela anawashauri wakulima umuhimu wa mazao hayo ya jamii ya mikunde. Kwa hiyo tunashauri wakulima waweze kufika katika kituo cha Ilonga, waweze kujipatia elimu ambayo inahusika na ulimaji wa haya mazao ambayo nimetoka kuyataja kwa maana ya choroko, lakini vile vile zao la mbaazi. Mbegu zinapatikana ingawa kwa sasa hivi kwa mazao haya niliyoyataja zinahitajika kwa wingi. Ni vizuri wakafanya mawasiliano ili kituo kiweze kuweka mipango ya upatikanaji wa mbegu ili ziweze kuwafikia mapema zaidi kabla ya msimu kuanza. Asante mtazamaji, mpaka kufikia hapa tumetamatisha makala yetu fupi inayoangazia mazao ya choroko na mbaazi kutoka kituo cha TARI Ilonga kilichopo wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Jina langu naitwa Aloisia Muhina. Asante.